20 wamehudhuria hapa, pamoja na nchi nyingine zimetuma wawakilishi kama Misri na kadhalika. Mkutano huu unaitwa E-Learning Africa. Ni mkutano wa 18. Ni mara ya pili unafanyikia Tanzania. Kwa hiyo tumepata heshima sana ya kuwakaribisha hapa. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni, kuna free wifi. Ukiwa bored, unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko, kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote, upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu. Lengo la mkutano huu ni kubadilishana mawazo na uzoefu wa jinsi ambavyo tunatumia digital system kwa ajili ya elimu, utoaji wa elimu, na vile vile kuendeleza ufahamu wa mambo ya digital. Kwa mfano, sisi hapa nchini tayari tunajitahidi sana kutumia e-learning, pamoja kwamba hatujasambaza vya kutosha, lakini tuna initiative ambazo tunazifanya kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania. Tunashirikiana na NGO mbalimbali vile vile kuhakikisha kwamba shule nyingi zaidi zinapata uwezo wa kufikiwa na internet na kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kujifunza kama kompyuta. Mnafahamu kwamba rais wetu aliagiza walimu wote wapewe vishikwambi kwa ajili ya kusomea. Kwa hiyo ni swala ambalo tunalifanyia kazi. Kwa upande mmoja, e-learning ni nyenzo ya kufundishia, kutoa elimu. Huo ni upande mmoja. Lakini upande mwingine tunazungumzia vile vile sisi wenyewe kuwa wazalishaji wa teknolojia mbalimbali kwa kutumia kompyuta, kwa kutumia software, kwa kutumia kinachoitwa akili unde au akili mnemba au akili bandia, lakini akili unde zaidi ndio inatumika. Sasa sisi kwa kweli tumejipanga, pamoja na kwamba tayari tumeruhusu kampasi ya Indian Institute of Technology kuanzishwa Zanzibar, ambayo inachukua wanafunzi ambao wengi wanajifunza mambo haya akili unde. Na vile vile tuna kozi kama hizo katika Chuo Kikuu cha Dodoma, kwa mfano Nelson Mandela African Institute of Technology ambayo ni university kwa Arusha. Lakini mwaka huu kwenye bajeti yetu tumetenga fedha, wanafunzi hao wanaofanya mtihani wa form 6 sasa hivi watakaokuwa shortlisted katika Samia Scholarship, wale watakaotaka kwenda kusoma nje tutawashindanisha, tutachukua pengine kati ya 50 na 100, tutaweka kwenye boot camp. Na kwenye budget ya mikatano. Kwa hiyo hao wataandaliwa kwa ajili ya kwenda kusoma nje. Kwa hiyo na sisi tunajipanga sana kwa ajili ya kuwezesha sisi kuwa katika forefront ya taaluma hii. Sio kuitumia tu, lakini kuzalisha, kwa sababu tunazungumzia vile vile umuhimu wa kutumia lugha yetu, kwa mfano kwenye akili unde, kutumia mazingira yetu, kutumia utamaduni wetu, kutumia takwimu zetu kwa ajili ya kuwa na information. Sasa kama sisi tusipokuwa na wataalamu wa kutosha, tutajikuta tunatumia takwimu za watu wengine, tunatumia mila za watu wengine, na tunatumia hulka na kadhalika za watu wengine. Kwa hiyo ni swala moja muhimu sana Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inalisukuma. Asante sana.